sintofahamu kubwa sana. Naweza nikasema kwa kucheka kidogo, kwa sababu sasa hivi nimerudi nyumbani. Haikuwa ni hali ya kutisha kwa sana, kwa sababu hali ya mabomu sisi Dar es Salaam tushaikuwa nayo before, kama mabomu ya Mbagala. Kwa ile milio mikubwa, utofauti nilikuwa ni kwamba unaona kabisa moto unawaka juu na vipande vinadondoka chini. Ilikuwa ni hatari kutoka nje na ilikuwa ni sintofahamu kubwa, hasa kwa mimi ambaye nilienda kwa ajili ya siku 3 tu. Nikajikuta nimekaa kwa zaidi ya siku 13 mbele, tofauti na ile matarajio ambayo nilikuwa nimeweka. Gharama ikawa kubwa ghafla, hofu kwa familia yangu ilikuwa kubwa, hata kwa mimi pia nilikuwa pale. Lakini pia napenda kuchukua huu muda kushukuru uongozi wa Tanzania kwa moyo wangu wote, kwa sababu mataifa mengi sana ya Afrika hayajaweza kufanya repatriation trips bado, lakini Tanzania tumeweza kupata hiyo nafasi kwenye wiki ya kwanza kabisa ya huu mzunguko wa hali ya Middle East, ambao hatujui inaweza ikaenda kwa muda gani, ambapo Ufaransa imetuma meli zake. Ni sintofahamu kubwa kwa kweli. Unasikia mambo mengi kwenye mitandao, lakini pia serikali ya Dubai ilikuwa inatuhakikishia kwamba tuko salama, na ilikuwa inapokea vishindo na kuvizuia kutufikia moja kwa moja kwa nguvu zote. Lakini pia Mama Samia, namshukuru Mama Samia. Kwanza tukio lilivyo, yani jinsi lilivyoanza, hali ilikuwaje? Je, mazingira mlikuwa mnakula mazingira yalikuwaje? Restaurant vipi? Au siku ya kwanza kabisa mimi ilinikuta niko kwenye barabara ya kutoka Jebel Ali naenda Abu Dhabi. Wakati huo nilikuwa sina mtandao kwenye simu, nilikuwa sijui kama kuna mabomu, nilikuwa sijui chochote. Nafika Abu Dhabi Ferrari World, karibia na Ferrari World, simu inapiga makelele, kimbia tafuta sehemu ya kujificha, nenda kakae ndani. Ndio wakati huo tarehe 28 ndio siku yangu ya kuzaliwa, ndio siku yangu ya kusherekea. Niko Abu Dhabi, nimetoka Dubai, na ndio vishindo vinatua sasa. Vinatua, hofu ilikuwa kubwa kweli, na dereva wangu alikuwa ananiendesha. Tukaogopa sana, tukageuza, watu walikuwa wanahangaika, wanakimbia, wanatafuta usafiri. Ukiangalia pale Ferrari World Abu Dhabi. Lakini namshukuru Mungu nikarudi muda huo. Safari njiani ilikuwa sintofahamu. Ukipita kwenye karibu na base ya Marekani, ukiwa unatoka Abu Dhabi kuja Dubai, unaona kabisa kwamba kuna jambo ambalo limetokea, moshi unaonekana kwa juu, ambao pia ilinipa hofu sana. Nikarudi hotelini kwa kujificha. Then hapo ni kwa kukaa ndani na hofu. Lakini serikali ya Dubai ilikuwa inahakikisha kwamba inatumia alerts, inatutoa hofu, inatuhakikishia usalama wetu, na hoteli ambayo nifikia ilikuwa ni nzuri, walikuwa wananihudumia, wanahakikisha kwamba niko salama, wananitoa hofu. Lakini pia namshukuru Samia Suluhu Hassan, rais wetu, mama yetu, kwa kutuma ndege, maana hofu ilikuwa kubwa. Nimekata tiketi ndege nyingine 3, Fly Dubai, Emirates, wote wana cancel flights kwa siku kadhaa. Hofu ilikuwa kubwa kweli, sitaki kulia, naomba niishie hapa. Nashukuru sana ndege ya Tanzania walikuwa wananitafuta kwenye simu, kwenye WhatsApp, wafanyakazi wa Air Tanzania wakinipa updates kwamba ndege inaweza ikaondoka lini. Lakini kitendo cha hakika, na hisi sio tu kwangu, hata kwa familia yangu, kupata tu ujumbe kwamba ndege inakuja repatriation, ilikuwa ni furaha kubwa sana, na hatimaye imefika. Tumesafiri vizuri, marubani walikuwa makini, tumetoka kwa usalama, hakukuwa na mitingisho yoyote kwenye anga, tumefika salama. Kwa kweli ninashukuru sana, ninashukuru mno. Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, naitwa Miss Mwakatobe. Baada ya muda wanatokea watu ambao wanataka kurudi. Sisi wenyewe tuna flight zetu ambazo zilikuwa na abiria. Kwa hiyo ukichanganya na wale ambao pia wana nia ya kuondoka kutokana na hali ya kivita, kwa sababu wengi walioondoka ni wasiwasi wao kuhusu hali ilivyo kule. Kwa hiyo ukichanganya yote hayo, pia tunaweza tukapeleka tena ndege kubwa kuliko kutumia ndege ndogo ambayo kawaida tunaipeleka kila mara 5 kwa sasa hivi kwa wiki. Lakini pengine experience ya Tanzania kurusha ndege kwenye anga ya kivita ikoje? Hapana, haikuwa swala la kivita, kwa sababu huwezi ukaruhusiwa kuingia bila kwamba wao wawe wamehakikisha usalama. Kwa hiyo sisi tumekwenda tukiwa tumehakikishiwa usalama, na kama umeona kwenye screen, kama wale ambao wanafuatilia flight radar, kulikuwa na ndege zaidi ya 15 za Emirates zikiondoka, kwamba hali ni nzuri.
na kama kipindi chochote sisi tuna mipangilio kwenye ndege kwamba kama kukitokea kitu chochote tunaweza aidha tukageuza au tukaenda kutua sehemu nyingine. Hata kama tungekuwa tunakaribia kwenye maeneo ambayo yana vita na kama kuna tatizo, basi tungeweza kwenda kama Muscat, Oman. Pia ni mpango mojawapo ambao ulikuwa tayari ushapangwa kimkakati. Lakini pengine hofu ilikuwaje? Maana wengi walikuwa wanajiuliza, bwana, tunaona mabomu lakini bado na ndio maana umeona imechukua siku zote hizi. Sababu ya kwamba tumechukua siku zote hizi na wengine wenzetu pia wamechukua siku zote hizi ni kwa sababu hiyo hiyo ya kwanza kuhakikisha usalama wa vyombo vyetu, usalama wa abiria. Hatuwezi kwenda sehemu ambapo kuna matatizo. Moja na mwisho, kuna wale ambao wanaweza wakawa wanajiuliza, hii ilikuwa ni huduma pase kwamba ilikuwa ni ndege ya bure kwa abiria wote ama ilikuwa ni ya kulipia? No, ilikuwa ya kulipia, lakini ilikuwa fare ambayo ni nzuri, ambayo we can say affordable. Kwa hiyo sio kwamba tumetengeneza biashara, hapana. Tumefikiria pia kwamba hawa ni Watanzania walio wengi wanataka kurudi nyumbani, na hili ni shirika la ndege la Watanzania. Kwa hiyo kama tusipofanya hivyo tutakuwa hatuna faida kuwepo. Kwa hiyo ndio maana nimeshukuru sana serikali kwa kuzingatia hilo, na hii imetoka juu kwa Mheshimiwa Rais kuja chini kwa viongozi wetu mpaka hapa tulipofika. Na kama utaona pia kuna swala la mafuta, imebidi tubebe mafuta yaliyokuwa mengi sana kwa kuhofia kwamba labda, unajua kama utatizama ndege zinazokwenda Dubai sasa hivi, hata hizo zinazokwenda kusaidia zinaweza zikazuiwa nje ya Dubai masaa 2, saa 1. Kwa hiyo ile hofu yetu sisi pia tukabeba mafuta mengi sana ambayo yamesababisha kwamba mafuta yawe mengi na tuchukue abiria wote. Kwa hiyo pia tulikuwa na cargo zetu pia ambazo tulikuwa tuzibebe, tumeshindwa kuzichukua kwa sababu hiyo kwamba tumeona bora tuchukue abiria wote kuliko tukaanza kufikiria na mizigo na mambo mengine. Kwa hiyo nashukuru abiria wote ambao wamepangwa kuja wamekuja. Na kuna majirani pia tumewabeba? Sina hakika, si kwa Afrika Mashariki. Labda wale abiria ambao walikuwa na booking za ndege yetu ambao mara nyingi wanaotokea sehemu zingine. Lakini wenzetu Kenya na wao walikuwa na mpango kama wetu, walianza mwanzo. Nafikiri wao wamemaliza. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.